Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, our God, our Father. In the name of Jesus, oh God. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu ewe Bwana. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya nafasi hii nimepata na kusimama mbele za watu wako wanaonitazama online na wale tuko kanisani. Baba wetu wa mbinguni, na shukuru kwa sababu ya wakati huu. Oh my God and my Father, naomba ukaweze kunisaidia Baba kunenea watu wako katika ushirika huu wa siku ya leo Jehova, katika jina la Yesu. Baba wetu, neno lako ni la haki na ni la kweli, na ninaomba ukanipe hekima, maarifa na ufahamu wako Bwana, katika jina la Yesu. Naomba Roho wako Mtakatifu aweze kunisaidia Baba kuongelesha watu wako kupitia neno lako, katika jina la Kristo Yesu. Asante Mungu wa rehema, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini, amen. Bwana wetu apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu mahali popote ulipo jioni ya siku ya leo. Ninakukaribisha katika ushirika wetu siku ya leo, our online Tuesday fellowship. Bwana wetu apewe sifa. Na ninajua ya kwamba mahali popote ulipo utabarikiwa na utasikia mapenzi ya Bwana, na kila neno nitanena jioni ya siku ya leo, najua ya kwamba utabarikiwa katika jina la Kristo Yesu. And you can help me to preach the word of God to many people as you share the message today. Bwana wetu apewe sifa. Unaponisaidia kushare the message today, utakuwa umenisaidia hata kufikia watu wengi jioni ya siku ya leo, katika jina la Kristo Yesu. Na pia wewe utabarikiwa na utaona Mungu hata wewe katika maisha yako, katika jina la Kristo Yesu. Na Bwana atakutenda mema, atakutenda mambo ya ajabu. Siku ya leo ndio ile siku ambaye tunaanza ushirika wetu rasmi wa Tuesday, ushirika wetu wa Tuesday online hapa CFF ama Christian Foundation Fellowship Gikabura, katika jina la Kristo Yesu. Na ninajua ya kwamba your life will never be the same again, and I pray for your support, encouragement and prayers, ili neno la Bwana likaweze kuwafikia watu wengi sana katika dunia hii, na utaona mkono wa Bwana ukifanya kazi katika maisha yako, katika jina la Kristo Yesu. Na Bwana atakutenda mema na atakutenda mambo ya ajabu
I want to speak the word of God, na ninajua ya kwamba utabarikiwa katika jina la Yesu. Nataka nikufundishe siku ya leo, na kesho pia tutakuwa online katika ushirika wetu wa Wednesday. Nisipomaliza ujumbe wa siku ya leo, nitaongea part 2 yake siku ya kesho katika jina la Kristo Yesu, na nitaongea ujumbe unasema ni nini huzuilia mtu kuendelea mbele. Ni nini inazuilia wewe uendelee mbele? Bwana apewe sifa. Tunasema ya kwamba Mungu alipoumba mwanadamu, mapenzi na kusudi la Mungu ni kila mtu aweze kuendelea mbele. But today we can see people that are stagnated. Bwana apewe sifa. Wamesimama mahali pamoja, wamekwama mahali pamoja, hawaendelei mbele, hawaendi nyuma, hawaendi upande. They are stagnated. Bwana atukuzwe. Lakini mapenzi na kusudi la Mungu alipoumba mwanadamu ni ya kwamba aweze kuendelea mbele. Bwana apewe sifa. Mapenzi na kusudi ya Mungu ni ya kwamba ukianzisha biashara iweze kuendelea mbele. Mapenzi na kusudi ya Mungu ni ya kwamba ukiingia kwa ndoa ni ya kwamba hiyo ndoa iweze kuendelea mbele. Bwana atukuzwe. But today tunaona ya kwamba biashara zimekwama, ndoa zimekwama, huduma zimekwama, ministries zimekwama. Bwana atukuzwe. Lazima tuangalie ni vizuizi gani ama ni vikwazo gani shetani huwa anaweka mbele ya watu wasiendelee mbele. Bwana atukuzwe. Because it is the will of God each and everyone to enter to his or her destiny. Bwana apewe sifa. Na hatima yako, nataka nikuambie, huwa shetani anapigana na hatima yako, your destiny. Bwana apewe sifa. Chochote umeanzisha katika maisha yako, jua ya kwamba there is an evil spirit ambayo inapigana na hiyo biashara ndio isiendelee mbele. Ndio biashara nyingi zimekwama, but today tutaangalia Mungu amesema namna gani, and then tuangalie the hindrance ambazo zinaweza fanya wewe ukwame ama usimame mahali pamoja katika jina la Kristo Yesu. And our main text, our main word ya siku ya leo katika jina la Kristo Yesu inatoka katika Isaia 54 and verse 2 and 3. Hallelujah. Tutaona maneno Mungu aliongea. Bwana apewe sifa. Aliongea kwa wana wa Israeli. Hii neno Mungu aliliongea kwa wana wa Israeli wakati walikuwa katika shinda, katika mateso mengi sana. So katika hiyo hali God promised them restoration. Aliwa promise kitu kinaitwa growth and blessings. Mambo matatu Mungu alinena kwa wana wa Israeli kupitia hili neno ambalo nitasoma siku ya leo. Bwana apewe sifa. Ukiwa katika in an exile ama katika mateso, katika shida yeyote, in a bad situation, Bwana atukuzwe, kuna maneno Mungu huwa ananena juu ya maisha yako. Bwana wetu pewe sifa. Na ni vizuri kuyashika, na ni vyema ushike every promise Mungu ameweka juu ya maisha yako. And the Bible says the promises of God are true and amina. Bwana pewe sifa. Ni ya ukweli na ni amen. So Mungu wetu hawezi kunena uongo. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema hivi, kwa sababu kuna watu wengi sana wamekwama, and the will of God is for us to go forward, but their spirit ambazo zimeashiriwa zinaturudisha nyuma, zinafanya tukwame, hatuoni hata mbele, hatuendelei mbele katika jina la Yesu. Watu hukwama kwa sababu ya vizuizi, na hizo vizuizi ndio tutaangalia
jioni ya siku ya leo, na ile itabaki tutaangalia siku ya kesho, kwa jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Unaweza kwama na unaweza shindwa kuendelea mbele katika maisha yako. Haleluya. Ushindwe kuendelea mbele katika maisha, katika huduma, unashindwa kuendelea mbele katika biashara, katika familia, hata katika mambo ya kiroho. Haleluya. Unashindwa kuendelea mbele, lakini maandiko inasema katika Isaia 54 and verse 2 inasema ya kwamba panua mahali pa hema yako. Haleluya. So the first thing we must do as a Christian, hallelujah, is to enlarge the place of our tent. Hallelujah. Hapa kuna kazi unastahili kufanya mpendwa, as a Christian, as a human being, mtu ambaye anataka kuendelea mbele. You must enlarge the place of your tent. Hallelujah. That means it is good to prepare yourself for increasement. Bwana apewe sifa. It is good to prepare yourself for increasement or expansion. Hallelujah. Ni vizuri uweze kujiandaa kwa sababu ya kuongezeka kwako na kuongezeka kwa vitu katika maisha yako, and to expand. Hallelujah. Kwa kikuu tunasema kwarama. Hallelujah. No ginya waramie handu hakuwa waramie hema ciaku thiini wa ritwa ria Jesu. Lazima upanue hema yako. Bwana atukuzwe. Na Biblia inasema ya kwamba na kuyatandaza mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Kuna kitu tutajifundisha katika hii maandiko. Bwana watu ainuliwe sana. Na kuongeza urefu wa kamba zako, vikaze vikenge vya hema yako. Nini hii Mungu alikuwa anaongea kwa wana wa Israeli? Kwa sababu aliwaahidi, na wakati wowote utakuwa katika shida, hapo ndipo Mungu anakuahidi mambo mengi sana. Na ndio when you are in a bad situation, uwe makini sana, kwa maana sauti ya Mungu huwa inashuka. Bwana wetu ainuliwe sana. So Mungu akaambia Israeli ya kwamba ni wakati wa kupanua hema yako. Bwana apewe sifa. Kuna mambo ningependa tuweze kuangalia. Ni vikwazo gani hii? Ni vizuizi gani hii inaweza kukuzuilia wewe kuelewa ama kujua hali ya kupanua hema yako? Bwana atukuzwe. Hallelujah. The first hindrance. Kwa sababu gani? Mungu amenena mambo mengi juu ya maisha yako, juu ya biashara yako. Hata Mungu amekufunulia, hata umeomba sana, na Mungu amekuahidi mambo mengi sana katika maisha yako, lakini mbona umekwama? Bwana atukuzwe. Mbona umesimama mahali pamoja? What is the problem? Ni vyema kujiuliza, kwa maana mapenzi ya Mungu ni uendelee mbele, na Biblia inasema ya kwamba ile kazi Mungu ameanzisha ni yeye anakuja kuikamilisha. Lakini tunaona tukianza mambo inafika katikati, inakwama, inasimama. Haleluya. Na Mungu amenena mambo mengi sana juu ya maisha yako. Haleluya. Wakati Mungu amenena, kitu cha kwanza shetani huletea mtu kama kizuizi, kinakuzuilia wewe kuendelea mbele, ni kitu kinaitwa uoga. Bwana apewe sifa. We angalia katika maisha yako, angalia katika hali yako. Unapokusudia jambo ndani ya moyo wako la kuendelea mbele, number one ama the great weapon shetani huwa anatumia ni kitu kinaitwa fear. Bwana apewe sifa. Anaashiria uoga. Niambie, ni watu wangapi wameitwa na Mungu, wameonyeshwa maono, Bwana apewe sifa, lakini kuchukua hatua ya kuendelea mbele hawawezi. Kwa sababu gani? Shetani ameashiria roho
ya kuwaogopesha. Bwana apewe sifa. So roho ya uoga inakuandama, imekuwa kizuizi cha wewe kuendelea mbele. Bwana wetu ni sana. Na Biblia inasema panua hema zako, panua hema zako, na inasema ya kwamba stretch forth the curtains. So wewe kusonga mbele, haleluya, shetani anakupiga tu na kitu kinaitwa uoga. Bwana wetu ni sana. Watu wako na maono, watu wako na huduma, lakini kuanzisha hiyo huduma imekuwa gumu, na shida si Mungu, ni roho ya uoga uligogwa naye. Bwana apewe sifa. Nikwambie kitu kidogo hapa. Wakati Mungu alinituma maeneo hii ya Gikambura, na Mungu akaninenea, akanionyesha, akajitokeza kwangu. Bwana atukuzwe. Na nikaongea na mtumishi wa Bwana na akanipatia go on, lakini the spirit of fear ya kunizuilia kuendelea ikanishika. Mwathani rogosho. Nikaanza kujiuliza ndani yangu ya kwamba nikiingia huko na hakuna mtu ninajua hata umoja, hata hii maeneo si kuwa ninayajua. Sasa shetani akaanza kunihubiria, na nikaanza kujiuliza nyumba itatoka wapi, viti itatoka wapi, watu watatoka wapi. Bwana wetu apewe sifa. Nikaingiwa na uoga, lakini haleluya, ilifika siku moja nikaamua, nikasema, you spirit of fear, I rebuke you now. Ondoka mbele yangu, ondoka kwa maisha yangu. Nikachukua hatua. Wakati nilichukua hatua, nikakataa kuogofishwa na shetani, mambo ilianza kutendeka. Bwana apewe sifa. So uoga inazuilia hata mtu kuanzisha huduma. Uoga inazuilia mtu kuoa na kuolewa, kwa maana shetani anakuhubiria, anakuweka uoga, anakuonyesha hautaweza, anakuonyesha ya kwamba hii haitaendelea. Lakini ni vyema kuelewa, kama jambo Mungu amenena juu ya maisha yako, amejitokeza kwako, amekwambia go on, ni wakati wako wa kuchukua hatua na kuendelea mbele. Nataka nikwambie mbele iko sawa. Haleluya. In the book of, neno ambaye ninalipenda sana katika kitabu cha Mika 2:13 inasema, the Lord our breaker ataenda mbele yetu, ataenda mbele yako. Bwana wetu ni sana. But because of fear tunaogopa. Sasa hiyo imekuwa ni kizuizi cha wewe kuendelea mbele. Watu wengi wamekwama because of fear. Hallelujah. And you have the power and authority to rebuke the spirit of fear katika maisha yako, ndio uweze kusonga mbele. Bwana wetu pewe sifa. Watu wamekwama, mtu anashindwa kuanzisha jambo. Angalia, miaka imeenda na umeomba Mungu akupatie mke ama mume, but uoga inakuzuilia wewe kuingia kwa ndoa. Miaka imeenda. Bwana wetu pewe sifa. Nimekuja nikuambie siku ya leo, panua hema za mawazo yako, panua hema katika maisha yako. Bwana atukuzwe, kwa maana Mungu amekuahidi, na Mungu ana mpango mwema na wewe. Lakini hii vizuizi shetani anatuwekea. Bwana wetu pewe sifa. Unapigwa na uoga, uoga. Haleluya. Na Biblia inasema katika maandiko 1 Timothy chapter 1 and verse 7, ni kuonyesha jambo moja hapa. Inasema ya kwamba that is in the book of second Timothy chapter 1
and verse 7, maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Wakati Mungu alikuokoa, wakati Mungu alikuita, wakati Mungu alikuonyesha vile utafanya, hakukupatia roho ya uoga. That's what the Bible says. Na maandiko inasema bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana yetu inwe sana. Let us read in the English. Tusome kwa Kiingereza. Yeah, 2 Timothy chapter 1 and verse 7. And verse 7. Nisome, this is NIV. NIV inasema, for the spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. Nataka nisome kwa version ingine, tusome na New King James Version. Yeah, New King James Version inasema hivi, for God has not given us a spirit of fear. So fear inatokana na shetani, ndio anatupiga naye, inakuwa kizuizi cha sisi kuendelea mbele. But God does not give us a spirit of fear. Ile roho Mungu ametupatia, the spirit that we have, it is of power and love and of sound might. Hallelujah. That is the spirit that we have. Hallelujah. So if you have a spirit of fear, you do not have a spirit of God. Bwana apewe sifa. Ni vyema kuambia Mungu, nakataa uoga katika maisha yangu, kwa maana uoga imetuzuilia kuendelea mbele. Hata uoga imezuilia wewe ukule vizuri. Bwana apewe sifa. Uoga imekuzuilia hata wewe kuvaa vizuri. Uoga imekuzuilia hata kukaa nyumba nzuri. Bwana apewe sifa. And you have money, you have the resources, but because of fear imekuzuilia wewe kukaa vizuri. Today tuko hapa, we are going to rebuke the spirit of fear in our life, because the spirit of God, it is the spirit of power, love and sound might. Hallelujah. That is the spirit that we need today, ndio tuweze kuendelea mbele. Na ninaamini ya kwamba after this word of today, kuna watu watachukua hatua na wataendelea mbele katika jina la Kristo Yesu. Bwana apewe sifa. Nilikuwa naambia watu hapa kanisani ya kwamba you have a lot of money na Mungu amekubariki na kazi, lakini hata ukienda kwa soko, because of fear, unatafutanga nyanya ambazo zinaitangwa fujika. Bwana apewe sifa. Yani you cannot eat well because of fear. You fear your tomorrow. Na maandiko inasema never mind about tomorrow. Bwana anajua vile kesho itakuwa. Bwana atukuzwe. But because of fear, kwa sababu ya uoga, ndio unaona ya kwamba mambo mengi imetulemea. Hatusongi mbele, hatuendelei mbele. Bwana wetu inwe sana. Hata kuna mwingine hapa anafikiria tu aweke biashara fulani, lakini uoga unashindwa. Hiyo biashara ukiweka, unajua shetani anakupiga na uoga na kitu kinaitwa shaka. You have doubt katika maisha yako, mpaka ile pesa ulikuwa uanzisha biashara saa hii hauna, kwa sababu uliogopa kuanzisha biashara. Bwana atukuzwe. Uliogopa kuanzisha jambo katika maisha yako. But today nimekuja kukuambia ya kwamba uoga ni kizuizi, and it is your time. Enlarge. Hallelujah. Bwana wetu inue sana. Enlarge. Panua hema yako kuanzia siku ya leo. Wacha vile kutakuwa kuwe, vile kutakaa kukae.
but take a step of faith. Enlarge the place of your tent. Stretch the curtain. Kaza vikingi kabisa. Bwana wetu ainue sana. Because Mungu anaenda kukutenda mambo makubwa katika maisha yako. So watu wako na uoga. Amen. Watu wako na uoga. Uoga ya kushindwa. Wewe unaona ukianza jambo utashindwa. That fear ya kushindwa lazima uikemee katika maisha yako. Uoga ya kukataliwa mpaka unashindwa, nani atakuja kununua? Nani atakuja kukusaidia? Bwana wetu inue sana. Unaona watu wote kama kana kwamba wanakataa. Roho ya kukataliwa. Haleluya. Na roho ya kujaribu jambo jipya mpaka unashindwa utaanza namna gani. Nataka nikuambie, ondoa roho ya uoga. Bwana apewe sifa. Ondoa roho ya uoga. Be confident that you have a spirit of God in your life. Bwana wetu ainue sana. Tunasoma katika Matthew 14 and verse 29 inasema hivi. Hapa inatufundisha habari ya Yesu na Petero. Yesu alipotembea juu ya maji. Maandiko inasema akasema, Petro akajibu akasema, that is verse 28. Petro akajibu. Bwana wetu ni sana. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Kwa maana aliona Yesu ametembea juu ya maji. Bwana wetu ni sana. Na wacha nikuambie, with God all things are possible. Bwana apewe sifa. Akamwambia, kama ni wewe Mungu, niambie nikuje juu ya maji. Akasema, njoo. Haleluya. Akasema, njoo. Petro akashuka shoboni, akatoka kwa shobo chake, aanze kutembea juu ya maji. Hata wewe ukiitwa na Yesu hauwezi kosa kuenda. Lakini hii roho ya uoga imezuilia watu kuendelea mbele. Biblia inasema hivi ya kwamba Petro akashuka shoboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. So Petro alichukua hatua na akaanza kutembea juu ya maji. Kwa sababu gani? Ameitwa na Yesu. Nataka nikuambie siku ya leo, aliyekuita ni mwaminifu. Aliyekutokea ni mwaminifu. Bwana apewe sifa. Aliyekuletea ndoto ya kuanzisha biashara ni mwaminifu. Aliyekutokelezea akakwambia your time has come, unaweza kuoa ama kuolewa, ni mwaminifu. Bwana wetu inue sana. Ni mwaminifu. Ndio maandiko inasema ya kwamba lakini alipouona upepo, sasa angalia zile vitu zinaanza kukuzuilia wewe kuendelea. Already Jesus amesema kuja, na umeamini ndani yako na ukachukua hatua. Bwana apewe sifa. Akaogopa, akaanza kuzama. Wakati aliogopa, imagine amechukua hatua. Naongea na mtu already ameanzisha jambo. Bwana atukuzwe. Na pale katikati na ulikuwa unaendelea, umepigwa na uoga. Umeanza kuogopa hiyo ndoa. Umeanza kuogopa watoto watakuwa namna gani. Umeanza kuogopa mpaka wengine wanachelewa kuingiza watoto shule kwa sababu ya kuogopa watasoma namna gani. So Petro, Biblia inasema ya kwamba alipoona upepo, na ndio ukianzisha jambo, hapana sikiza vile watu wanaongea. Bwana atukuzwe. Hapana sikiza vile dunia inasema.
Hapana sikiza hata vile watu wenu wanasema. Fadhamoni Mungu amesema kuja, anzisha, ingia hapa. Bwana apewe sifa. Hapana sikiza vile watu wanasema. Wewe sikiza vile Mungu anavyosema. Bwana wetu apewe sifa. So Petro akaona, alipouona upepo akaogopa. Alipoanza kuogopa alizama. Sasa si unaona kile kimefanya hiyo biashara yako izame, kile kimefanya maisha yako isiendelee, ni kizuizi kinaitwa uoga. Bwana apewe sifa. Hiyo kizuizi kinaitwa uoga. Already Mungu amesema panua hema yako, stress wakati, kaza vikigi yako. Haleluya. Amekwambia leo anza hivi, enda hapa, fanya hivi, na already umeanza, but because of fear. Bwana atukuzwe. Shetani huwa anapigana na hatima za watu. Shetani huwa anapigana na vipawa. Bwana atukuzwe. Hata kanisani mtu anakuja hapa akiwa amejawa Roho Mtakatifu, amepewa vipawa ili ku-encourage others, ili aweze kumtumikia Bwana. Bwana wetu inue sana. Anaposimama aanze kuomba, aanze kuibisha, aanze kuhubiri. Haleluya. By the time atafungua masikio hii asikize vile watu watasema, atazama na hataendelea mbele. Na hiyo imefanya hata watu wengi wakae nyumbani because of fear. Kwa sababu shetani aliona ukiendelea utamshinda, watu wataokoka, watu watafunguliwa, akaona akupige na kitu kinaitwa fear. So that fear imekuzuilia kuendelea mbele. Bwana atukuzwe. Ni watu wangapi siku ya leo wanakaa chini kanisani na wako na vipawa za Roho Mtakatifu? They can preach, they can do mighty things, they can pray for people to get healed, they can save people, but today they are sitting down. Kwa sababu gani? Waliona upepo, wakasikiza. Bwana wetu inue sana, wakajawa na uoga. Sasa vipawa zinazima. Bwana wetu inue sana. Paka wengine wanasemaga ati vipawa zao zinazimwa na nani? Na ni Mungu alikupatia. Nani azime hiyo kipawa? Shetani ndiye anakujaga na uoga. Bwana atukuzwe. Ndio unaona Yakoba, watu wakianza kuongea, unasema Yakoba, hiyo kanisa sitaenda tena, hiyo huduma sitaifanya tena, na ni uoga tu umekukamata. Sasa umekuwa blocked, hauwezi kuendelea mbele. Haleluya. Watu wengi wako nyumbani, wamekaa kwa nyumba, hawaendi kanisa, and they are still saved, but because of fear. Haleluya. Na kuambia siku ya leo, you must arise. Lazima uamke, wake up. Haleluya. Amka, ujikungute mafumbi na uendelee mbele katika jina la Yesu. Haleluya. Natagasia mtu mmoja siku ya leo ya kwamba ulisikiza watu, ukaona hali vile ilivyo, ukaogopa. Haleluya. Na nimetumwa na Bwana nikwambie, amka, jikungute mafumbi, ondoka, endelea mbele. Haleluya. Kaa kama the four lepers. Walisema ya kwamba no, tukikaa hapa we are going to die, tukiingia ndani tutakufa, but let us take a step of faith. Wakaza hatutaogopa tena, hata kama mji uko na njaa, we are not going to fear. Bwana pesiva. So wakaamka, wakaingia kwa mji. Wacha nikwambie, Bwana aliweka mgurumo kwa miguu yao. Bwana atukuzwe. Maadui wakasikia hivyo. Wacha nikwambie, hiyo mambo unaogopa inakuogofisha. Unapochukua hatua ukatae kuoga, utaona vile maadui watasogeshwa mbele. Bwana atukuzwe. Kwa maana baraka zako zimekamatwa na maadui. So amka, uendelee mbele. Abia mwenzako, huyo unanitazama na yeye hapo,
mwambie amka uendelee mbele, kwa sababu alikuwa muibaji kanisani, alikuwa intercessor kanisani, alikuwa mtu wa kujitolea kanisani, kusimama na mtumishi wa Bwana, kusimama na kazi ya Bwana. Lakini kwa sababu ya uoga, Bwana atukuzwe, kwa sababu ya uoga, so watu wameogopa. So Petro akaogopa, na Biblia inasema ya kwamba akazama, akapiga yowe. Haleluya! Akapiga yowe, akapiga duru, akisema Bwana niokoe. Lakini akishukua hatua, alikuwa na imani na akaona ya kwamba nitaenda. Katikati alipofika, wacha nikwambie, mtu huwa anaanza vizuri na ujasiri mwingi sana, lakini wacha uanze kusikiza mambo, uoga inakuingia, unakwama. Bwana apewe sifa. Naomba Mungu atukwamue katika jina la Yesu. Naomba hiyo biashara ikuamuliwe na Bwana. Naomba hiyo huduma ikuamuliwe na Bwana. Makanisa yetu yakuamuliwe na Bwana. Hatutakubali kuogopa tena, tutaendelea mbele katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Biblia inasema ya kwamba mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? So alishikwa na uoga na akashikwa na shaka, na hiyo ndio mambo imetuzuilia tuendelee mbele. Lakini mapenzi ya Mungu na kusudi ya Bwana ni kila mtu aweze kuendelea mbele. Bwana wetu yule sana. Ndio unaona ya kwamba Mungu alinena na Israeli, akawaambia panueni mahali penu pahema. Bwana atukuzwe. Muyatadaze, stretch your curtain, na mkaze vikigi, kwa maana aliwaahidi kuregeshwa, baraka na kukua. Na ndio ilifika mahali hata na wao wakafika mwisho, wakaogopa kwa ile safari walienda, mpaka Mungu akamwambia Musa, ambia Israeli waendelee mbele, waambie waendelee mbele, kwa maana kila mtu anaweza shikwa na uoga. Israeli hata kama Mungu alinena maneno haya, walifika mahali wakakwama, wakaanza kuogopa. Mungu akamwambia Musa, ambia watu wangu waendelee mbele. Na hiyo ni neno la nguvu sana. Mungu akikwambia endelea mbele, ni kuendelea. Pana jua mbele kuko namna gani. Mbele yako ni Mungu anajua, kesho yako ni Mungu anajua, miaka yako mingi inakuja ni Mungu anajua. So wewe endelea mbele, endelea mbele na hiyo ndoa, endelea mbele na hiyo biashara. Bwana wetu apewe sifa. So ni vizuri kuelewa na kujua hii maneno. So Yesu akamshika mkono, kamwambia, mbona uliona shaka? Nao walipopanda choboni, upepo ulikoma. Bwana wetu niwe sana. Kuna kitu kingine ningependa tukaweze kuangalia hapa. Katika Mathayo 2:13, Mathayo 13 mstari pale wa mwisho wa 58 inasema, wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Another thing, another hindrance inaweza kukuzuilia wewe kuendelea mbele, ni kitu kinaitwa kutoamini. Bwana apewe sifa. Kutoamini, lack of faith, ni kizuizi kikubwa sana. Maandiko inasema Yesu hakufanya miujiza mingi huko. Kwa sababu gani? Wale watu hawakuamini. So Mungu anaweza fanya mambo kidogo katika maisha yako, na Biblia inasema ya kwamba mapenzi ya Mungu ni ubarikiwe, upanuke, uinuliwe, uendelee mbele. Lakini kwa sababu ya kutoamini, Biblia inasema ya kwamba mambo kidogo tu ndio inaonekana katika maisha yako. Miujiza tu kidogo ndio inaonekana katika maisha yako kwa sababu ya kitu kinaitwa kutoamini. That's why in the book of Hebrew chapter 11 and verse 6 inasema bila imani hatuwezi kumfurahisha Mungu, hatuwezi kumpendeza Mungu. So we need faith. Hii safari ya kuenda mbinguni ni kwa imani. Kila jambo dunia hii, it is by faith.
Na imani ni bayana ya mambo isiyoonekana, lakini iko, that is faith. But kwa sababu ya kutoamini kwa watu tumekwama. Bwana wetu ni sana. Imagine umesimama, hauendelei mbele. Hallelujah. But today ninakufundisha habari ya kuwa na imani. Ondoa kutoamini ndani yako, ndio mambo makubwa ianze kutendeka. Bwana apewe sifa. Mungu amekuahidi vitu nyingi sana, lakini ndogo imefanyika kwako. Kwa sababu gani? Hauamini. Lakini ukiwa na imani, mambo makubwa itaanza kufanyika. Hiyo vitu yote Mungu amekuonyesha atakupatia ukianza kuamini. Kwa maana Mungu huwa anangojea tuamini. Lakini tusipoamini hatuwezi kumpendeza. So hiyo ni kikwazo. Ingine niongee ya tatu ninapoenda kumalizia. Ingine tutaongea siku ya kesho. Bwana atukuzwe. Ni kitu kinaitwa dhambi. Dhambi inaweza kukuzuilia wewe kuendelea mbele. Bwana apewe sifa. Ambie mwenzako, dhambi inaweza kukuzuilia wewe kuendelea mbele. Hallelujah. In the book of Isaiah, chapter 59, and verse 2, inasema, but your iniquities have separated between you and your God. So dhambi na maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeufisha uso wake msione. Si unaona? Maandiko inasema dhambi inatutenga na uso wa Mungu. So ukiwa mwenye dhambi hauwezi kuendelea mbele. Dhambi itakuzuilia mambo makubwa Mungu alitamka juu ya maisha yako. Ukijaribu ufanye dhambi kidogo, kwa maana hakuna dhambi kadogo na dhambi kubwa, yote ni dhambi. Na ukifanya dhambi kidogo hivi utakwama hapo. Bwana atukuze. Hautaendelea mbele. Na ni vizuri mpendwa, ondoa dhambi katika maisha yako. Wengine mngekuwa bali sana, but your iniquities, your sin have separated you with the face of God. Hallelujah. Imagine tumetegwa na uso wa Mungu kwa sababu ya dhambi. Na Biblia inasema ya kwamba ugamaneni dhambi zenu na mtubu, nami nikiwa Bwana nitawasamehe. Haleluya. Tusikubali dhambi ifanye tukwame mahali pamoja. Hapana. We are called to go on. Hallelujah. Declare today, backward never, forward ever. Hallelujah. Stretch your curtain and that's the place of your tent. Bwana atukuzwe. Enlarge. Bwana wetu apewe sifa. So in the book of 1 John inasema hivi, chapter 1 and verse 9, inasema, na hii ndio habari, verse 9, tukiziugama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Si unaona? Ukijua ya kwamba uko na dhambi ndani yako ambaye inaweza fanya usiendelee mbele, maandiko inasema ukiugama hizo dhambi zako zote na maovu yote, Bwana ni mwaminifu, ataondoa kila dhambi katika maisha yako, atakusafisha na udhalimu wote. That is the work of God. Hallelujah. So never sin in your life, because hautaendelea mbele. Bwana wetu niwe sana. Naomba Mungu atubariki na Mungu atusaidie, atunemeshe tuweze kuendelea mbele katika jina la Yesu. Kwa maana the will of God, mapenzi ya Mungu na hiyo ndoa yako, mapenzi ya Mungu na hiyo kazi,
Imagine ni uendelee mbele. Na ndio nimesema amuka, ujikungute mafumbi yako na utangaze no more fear in my life. Na Biblia inasema usiogope mwanadamu, ogopa Mungu. Yule anaweza ua na kutupa mwili jehanamu, anagawanyisha nyama na mikia na mifupa. Fear only God in this world. Bwana apewe sifa. Hata maandiko inasema katika Psalms 27 ya kwamba jeshi linapojipanga kinyume na maisha yako, usiogope, usiwe na hofu. So wapendwa, wacheni hiyo mambo matatu nimekunenea leo. Uoga ni kizuizi, hautaendelea mbele. Na uangalie sana mahali uliingizwa roho ya uoga, hapo ndio ulikwama, hauendelei mbele. Hata ni kurudi unarudi nyuma. Angalia kama wewe uko na roho ya kutoamini, hauwezi kuendelea. Angalia kama uko na dhambi ndani yako, hauwezi kuendelea. Bwana atukuzwe. Naomba Mungu atusaidie jioni ya siku ya leo, tuweze kujielewa na kuchukua hatua katika jina la Yesu. Mahali pale uko unanitazama, uko kanisani, inua mkono wako mbele za Bwana niweze kukuombea, because mapenzi na kusudi ya Bwana ni kila mtu aliumba dunia hii aweze kuendelea, aweze kufanikiwa. Hata maandiko inasema utakusudia jambo ndani ya moyo wako, nalo litafanikishwa na Mungu. But today hakuna kuendelea kwa sababu ya hivi vizuizi na vikwazo. Baba, katika jina la Yesu, naombea yote ameinua mkono wake juu, amejiona kwa jambo moja ambaye nimeongea juu yake siku ya leo, katika jina la Kristo Yesu. Bwana uliye mtakatifu, umenena na watu wako. Wengine umewanenea kuanzisha biashara, wengine umewanenea kuanzisha makampuni makubwa, wengine umewanenea kuingia katika doa, katika jina la Yesu. Wengine umewanenea Baba uliye mtakatifu waingie katika huduma wa kuabudu, wa kusifu na waombe, lakini shetani amewapiga na uoga. Kuanzia siku ya leo natangaza hivi vizuizi Baba zikaondoke ndani ya mioyo na maisha ya watu wako Mfalme. As from today we declare no more fear in our life. We stand as the four lepers. Oh God, they took a step of faith, wakaingia kwa mji, ukaweka mgurumo katika miguu yao, maadui wakasikia, wakatoroka, wakaasha baraka. Ninatangaza kuanzia leo hatutaogopa, because our breaker ataenda mbele yetu na kupawazisha kila vilima. Mapenzi yako Bwana nituendelee mbele katika jina la Yesu. Natangazia watu wako waendelee mbele, wasonge mbele kwa imani katika jina la Yesu. Baba wetu, ukawawezeshe na ukawaonekanie Bwana, na ukawatembelee katika jina la Yesu. Twakataa kukwama, twakataa kuzuiliwa Bwana, katika jina la Yesu. Natangaza huduma haitazuiliwa, watu wako hawatazuiliwa, wataendelea mbele. Waamuke, wajikungute, mafumbi wasonge mbele, wakufanyie kazi, wakutumikia Bwana katika jina la Kristo Yesu. Ninawabariki kuanzia dakika hii Baba, nikiwaombea neema ya kusonga mbele, neema ya kuendelea mbele, neema ya kuendelea mbele ishuke. Pokea hiyo neema ya kuendelea mbele, pokea hiyo neema ya kusonga mbele katika jina la Kristo. No more stagnation katika maisha yako, no more comfort zone katika maisha yako. Amka uendelee mbele, pokea hiyo neema katika jina la Kristo Yesu, because you can do all things through Christ who strengthens you, in the name of Jesus. Na kuombea neema ya kusonga mbele katika jina la Kristo Yesu, nimeomba na hata kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki, akutende mema, na upokee hiyo neema ya kuendelea mbele, na usikubali hivi vizuizi zikushike. Songa mbele, kwa maana mapenzi ya Mungu ni uendelee mbele katika jina la Yesu. Uko mahali pale umebarikiwa na neno la Bwana, you can give your offering through our numbers. Tumekuandikia hapo katika runinga yako, katika simu yako, tumekuandikia hapo, inasonga hapo mbele 0112 640
643 477 0112 643 477 0112 643 477. Tumekuandikia hapo, hizo namba zinatembea hapo chini ya runinga ya TV yako, chini ya simu yako. Kuna namba tumeweka hapo, itumie kwa kutoa sadaka yako, fungu la 10 na support yeyote ya kusaidia huduma hii uweze kuendelea mbele. Kuanzia siku ya leo tutakuwa na ushirika every Tuesday wa online. Bwana wetu apewe sifa. Na tutakuwa na maombi ya kuombea familia, ya kuombea kanisa, ya kuombea taifa na kuombea huduma yako and financial breakthrough, na maombi ya kuombea mji huu wetu wa Gikambura katika jina la from Tuesday to Friday kutoka 6 mpaka 7:30 tutakuwa na maombi katika jina la Kristo Yesu. So ninakukaribisha hapa CFF Church Gikambura. Kama unapenda jamii yako, you need to pray for your family. Kama unapenda nchi yako, you need to pray for your nation. You need to pray for your business. Hallelujah. You need to pray for financial breakthrough. So tupatane hapa kanisani every day from Tuesday to Friday 6 to 7:30 just to pray and hearing the word of God, na utakuwa umebarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Mungu akubariki. Pia nakukaribisha kwa ibada zetu hapa kanisani CFF Gikambura. Every Sunday tuko hapa kuanzia saa 2, tuko na intercessory Bible study main service mpaka 1:30 PM katika jina la Yesu. Wewe ni muibaji, wewe uko na kipawa, kuja kanisani, mtumikie Bwana na hiyo kipawa na utabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. Mungu awabariki, awatende mema, azidi kuwainua. Tuonane siku ya kesho kwa part 2 ya hili neno la Bwana, kiangalia vikwazo na vizuizi nao tuzuilia sisi kuendelea mbele kwa jina la Yesu. Amen. Amen.